kwa njia zisizoonyesha asili ya Mungu ya usafi na upendo. Kwenye kitabu chake Mfalme wa Ulimwengu, hali hii huitwa dhambi. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ili kuweko njia ya Mungu kuwasamehe Kaini na Habili na kuwatangaza kuwa ni wenye haki mbele zake, ndivyo, lakini iwe ya gharama sana. Pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo la dhambi. Sheria hiyo ya ulimwengu isiyoweza kuvunjika, sheria ya dhambi na mauti, lazima itekelezwe. Dhambi lazima iadhibiwe kwa kifo. Ndiyo maana njia ya mfalme ya msamaha ilitaka malipo ya kifo. Huku mwenye dhambi akistahili kufa, Mungu alikubali damu ya wanyama fulani kama vile mwana-kondoo. Alitakiwa mwana-kondoo asiye na ugonjwa au mikwaruzo au uchafu, awe mwenye afya na msafi, asiwe na kasoro. Mwana-kondoo huyo alichinjwa na kuteketezwa kwa moto. Alikufa badala ya mwenye hatia. Mwana-kondoo yule alikuwa badala ya mwenye dhambi. Siku moja ndugu hao wote wawili walileta matoleo kwa Mungu, lakini ni mmoja tu aliyeleta matoleo sahihi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi kama sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Unadhani ni sadaka gani aliyoikubali Mungu? Watazame hao ndugu, kitazame wanachotaka kumtolea Mungu. Yatazame madhabahu. Madhabahu lilikuwa jukwaa lililoinuliwa. Kwa kawaida lilitengenezwa kwa mawe au udongo. Palikuwa mahali pa kifo. Madhabahu iliibeba sadaka juu kati ya mbingu na nchi, kati ya Mungu na mwanadamu. Kila kilichotolewa kiliteketezwa kwa moto. Wakati wote Mungu hutetea haki, lakini hutaka kuonyesha huruma. Atawezaje kufanya yote? Atawezaje kuiadhibu dhambi bila kumwadhibu mwenye dhambi? Muda mwingi